Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 ina sawa na mwezi mmoja. 10,000 ina sawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bane, baada ya kukamilika kwa mchezo wa kimataifa wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika kundi B ambao ulikuwa chini ya miamba soka kutoka Tanzania Dar es Salaam Young Africans dhidi ya klabu kutoka Morocco AS FAR Rabat ambao walicheza katika uwanja wa Olympique du Stade Rabat pale Morocco. Sasa Young Africans aliruhusu goli 1-0 na kumfanya AS FAR Rabat kuweza kupanda nafasi ya pili akiwa na alama 8 na nafasi ya juu akiwa ni National Al Ahly. Ngoma ngumu kwa Young Africans akipambana kuweza kufuzu, ambapo anapaswa ashinde dhidi ya JS Kabylie, ashinde goli 3, huku AS FAR Rabat anaenda kutafuta sare kwa National Al Ahly, lakini Al Ahly akiwa anatakiwa kushinda ile mechi ili atoke nafasi ya kwanza ili aweze kufuzu kwenda hatua ya ili aweze kwenda robo finali akutane na timu ya kawaida. Sasa moja kwa moja Stefan Aziz Ki, mwamba wa Ouagadougou master ambaye anaijua vizuri Young Africans na ameidhibitishia kuwa ni moja kati ya virabu bora, amefurahi sana kuona Young Africans pia bado ipo kwenye malengo, lakini kuna maneno ya moyoni ambayo kuna maneno fulani ambayo ameyatoa na kuielezea klabu hiyo ya Young Africans kuelekea katika mechi yao ya mwisho ili wafuzu, nini wanapaswa kufanya, na wanafanya hicho kwa malengo makubwa ya kuhakikisha kuwa msimu huu ni msimu wa mafanikio na maendeleo kwa klabu ya soka Young Africans, sababu ukija kuangalia tayari Young Africans anatafuta tiketi ya kwenda robo finali. Kama asipoenda na kuwa msimu huu pia anafeli kama ilivyotokea kwa msimu ulioisha baada ya kushindwa kupata bao dhidi ya MS Alger, wakaweza kuondoshwa katika mashindano hayo. Je, wataweza kufuzu? Basi hapa utamsikia mwamba wa Gadugu Stefan Aziz Ki na namna ambavyo ametoa ya moyoni kuwaelezea na kuwapa matumaini klabu ya soka ya Young Africans na kuambia kwamba you have a chance to win, kwamba yeye anasema Young Africans anao nafasi ya kufuzu kwenda robo finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, kwa sababu yeye amebakiza mechi moja tu mkononi, ambayo amekumbushia mechi ambayo walicheza dhidi ya CR Belouizdad, ambapo walifanya unyama kweli kweli, walipiga mpira ambao uliwafanya wao kuwa bora na kuwa na mafanikio marefu kwenye performance zao. Ndicho ambacho anakirejesha tena na kuambia kwamba Young Africans they have to fight, they have to win. Wanatakiwa kupambana, wanatakiwa kushinda. Lakini ametoa angalizo kwa wale ambao wanasema Pacome Zouzoua ndiye ambaye ameigharimu team, lakini ukweli usemwe kwamba bado nafasi kwa Young Africans ipo na wanapaswa kusimamia misimamo tu. Young Africans wanafuzu, wanaondoka robo finali kwa sababu National Al Ahly ile mechi ni lazima kule ashinde, kwa sababu anataka kupata alama 3 zingine ili atoke nafasi ya kwanza. Ukitoka nafasi ya kwanza kwenye kundi unapangiwa timu nyepesi au ya kawaida kwenye robo finali. Sasa ndicho ambacho Al Ahly anakifanya, kwa sababu Al Ahly ni miongoni mwa timu ambazo mara nyingi zimekuwa zikipitia changamoto ya kukutana virabu vigumu, timu ngumu, kwa sababu ya profile ambao wapo nayo. So wanajitahidi kupambana kuhakikisha kuwa msimu huu hawaachi matumaini chini, bali wanaendelea kupambania ukubwa na ushindi wao ili waendelee kuwa bora zaidi. So moja kati ya vitu ambavyo Young Africans wamebarikiwa ni spirit. Kuna mechi ambayo walitakiwa kushinda dhidi ya CR Belouizdad goli 4, walifikisha na walifuzu kwa kishindo. So this time around wanatakiwa kushinda goli 3 dhidi ya JS Kabylie. Yes, unaona nafasi